Bwana asifiwe sana. Tutaanza kusoma katika Injili ya Mathayo. Mathayo sura ile ya 7. Na ule mstari wa 10. Tuanzie mstari wa 13. Mathayo 7:13. Biblia inasema kwamba ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya maneno yako ambayo umeyachagua tuweze kuyasikiliza katika siku hii ya mwisho ya Jumapili ya mwisho ya mwaka 2025. Sasa ninaomba Roho Mtakatifu ambaye ndiyo mwalimu wa pekee na ndiyo aliyeandika hiki kitabu kupitia watumishi aliyowachagua yeye. Hawapo hata moja waliokuwa wanaambiwa kipindi hicho na walioandika, lakini neno lako liko hai. Sasa ndio tunasikia sisi. Ninaomba ulivuvie, utufanye tulielewe, utufanye tulizingatie, utufanye Baba tuliishi, maana tukiliishi ndipo tutakapokupendeza wewe. Baba, asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi, katika jina la Yesu, amen. Wapendwa, sijui nifanyeje. Ninahisi wengine wanaweza wakaumia sana kulingana na mapokeo ya kilokole ambayo tumeyafuata kwa miaka mingi au kwa muda mrefu. Mapokeo ya kilokole ambayo tumeyazoea kwa muda mrefu, wakati mwingine yametufanya tukate tamaa au tuvunjike moyo tunapokutana na uhalisia wa Injili, uhalisia wa maisha ya kiroho. Sasa kwa sababu tumelelewa kilokole, unajua walokole wameahidiwa mambo mengi mazuri, ni kweli ya kimungu, lakini uhalisia kabisa wa kueleza kweli ya Mungu jinsi ilivyo kwa undani ni kama vile tunafichwa, au ni kama vile kuna upotoshaji kidogo. Sijui kama mtanielewa hapo kwa haraka. Mlokole ameaminishwa hivi: Mungu anaweza yote. Chochote kibaya kinachokuja juu yako, basi Mungu anaweza kukipangua ukimuomba. Chochote kibaya kinapokuja kwako, basi kimetoka kwa shetani na Mungu atakutetea tu. Ndio hapo zinapotokea sentensi za hivi kwamba na yaweza mambo yote katika nini? Katika yeye anitiaye nguvu. Ndipo inapokuja hivyo. Sasa inaposhindikana kuyaweza hayo mambo yote ambayo umemwamini Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye maajabu, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye nguvu, alafu nashangaa mambo hayaendi kama unavyofikiria yafanyike, hapo ndipo watu wanapokata tamaa na kuvunjika moyo. Ndipo unapoanza kuona watu wanasambaratika. Ameomba, ameombewa, unakuta hamna jawabu, alifiki. Matokeo yake huyo kwa mganga wa kienyeji. Ndio maana kuna walokole wengine wanaendaga kwa waganga wa kienyeji. Ni kweli si kweli? Kwa nini wanaenda? Wamekata tamaa kwa sababu mapokeo ya kilokole yamewavunja moyo. Wameambiwa Mungu ana uwezo. Ni kweli Mungu ana uwezo. Hata mimi nasema Mungu ana uwezo,
lakini utanielewa tu baadaye. Bwana asifiwe sana. Sasa watu wanakata tamaa. Unashangaa mtu aliyeokoka anakwenda kupigiwa ramli kabisa na mganga wa kienyeji. Ni unakuta watu wanakaa kanisani wanashindwa kumwelewa Mungu vizuri. Hao wanaposikia imani nyingine ya kununua chumvi za upako, za mafuta ya upako, huyo ameshaenda. Kwa sababu gani? Ameshakatishwa tamaa na mapokeo ya kilokole. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ninaomba unisikilize vizuri ili usije ukapotoka, yani usije ukanishika vibaya, lakini nikuelekeze mpango wa Mungu jinsi ulivyo. Bwana asifiwe sana. Wengine pia huwa wanarudi nyuma. Anapoona mambo mbona hayaendi, Mungu niliambiwa anaweza yote, atanipa hiki, atanifanyia hiki, atanipa hiki na hiki. Sasa mbona huyu Mungu hajanifanyia hivyo? Basi wacha mimi nirudi zangu nyuma. Kumbe hamna lolote bwana. Mtu anaamua kurudi nyuma, anakuwa mpagani. Alikuwa ameokoka, mko wote kanisani miaka 2, 3, 4, 5, mambo yameshashindikana, huyo amerudi nyuma na mtaki tena Yesu. Wakati alipokuwa anaamini, aliambiwa Yesu anaweza yote, Yesu ni jibu. Hasa naona mbona jibu haliji kama anavyotaka? Inakuaje haya mambo? Mapokeo ya kilokole ndiyo ambayo yanamvunja moyo, yanamkatisha tamaa. Lakini nataka nikuambie fundisho la Mungu jinsi lilivyo. Sound doctrine. Fundisho la kweli la Mungu. Ngoja nikuambie. Mungu wakati wote anapotaka kukupandisha, anapotaka kukubariki, ni lazima distraction itokee. Ni lazima masumbuko fulani yatokee. Ni lazima ugumu fulani utokee. Ni lazima shida fulani itokee. Na ndio maana tukaambiwa hivi. Yohana anasema hivi. Mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya ondoleo la nini? La dhambi, kwa ajili ya toba. Lakini yule atakayekuja nyuma yangu atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na nini? Na moto. Sasa mpaka leo hii watu hawajajuaga moto ni nini. Mpaka leo hii wanajua tu ubatizo wa maji ndio huo tunataka kubatiza pale. Alafu wa Roho Mtakatifu ni watu kuomba, baadaye ananena kwa lugha, anafurahi. Lakini hawajawahi kujua ubatizo wa moto ni kitu gani. Na kwa nini ubatizo kwa moto? Ili iweje? Kumbe Mungu anapokubatiza, tena ni yeye mwenyewe ndiye anayesimamia Yesu. Anapokubatiza kwa moto, anataka akurefine, akutengeneze, ufae, uive. Amen. Ili uishi naye katika mpango wake. Akusafishe. Mungu alikuwa anazungumza hapa Antoni asubuhi. Mungu anataka vitu vikamilifu. Na Biblia inasema kwamba hakuna kinyonge kitakachoingia wapi? Mbinguni. Hakuna kinyonge kitakachoingia mbinguni. Sasa ili kikamilifu kiingie mbinguni, ni lazima kiivishwe. Ni lazima kichomwe moto. Ninaposema kuchoma moto sio jehanamu. Kuchoma moto ni kusafishwa. Katika Wakorinto wa kwanza, tuangalie tu pale kidogo. Vitu rahisi tu tulishavisoma sana na uende umeshavisoma sana pia. Lakini nisikilize tu vizuri kidogo hapa. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 3. Mstari ule wa 10. Biblia inasema hivi: kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, na aliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake. Kila mtu naangalie angalie jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa. Yaani nani? Yesu Kristo ndio msingi wa imani yetu, ndio msingi wa Ukristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu, angalia dhahabu inatamkwa, juu ya msingi ule ambao ni Yesu Kristo, fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu
Sio kazi ya kila mchungaji au mwinjilisti au mzee wa kanisa. Kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, maana siku ile itaidhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika nini? Katika moto. Siku ile yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Moto utaijaribu kazi yako inakuwaje, uliojenga juu ya msingi ule ambao ni Kristo. Maana siku zote tunaimba nataka kufanana na Yesu, si ndio? Sasa kuyajenga maisha yako yafanane na Yesu Kristo, ni lazima ujengee kitu ambacho moto utakapokuja kisiungue. Ukijenga nyasi juu ya Yesu na unasema mimi ni Mkristo, mimi ni Myesu, ninafanana na Yesu, lakini maisha yako kama umejengea nyasi, moto ukija unateketea. Moto sio moto wa kuwasha, wa kupikia. Majaribu yatakuteketeza tu hapo, unakuwa majivu au unakuwa mkaa. Moto, majaribu yatakapokuja, sasa mimi ni Mkristo, lakini moto utakapokuja wa ugonjwa tu wa kawaida, unaenda hospitalini uponi, unaombewa uponi, huo ni moto bado unawaka. Haleluya! Moto unawaka, baadaye unaamua uyo kwenda kwa mganga wa kienyeji, kwenda kupigiwa ramli, tayari umeshakuwa majivu, umeshakuwa mkaa, umeshateketea. Kumbe katika imani yako ulijengea nyasi au ulijengea majani au ulijengea miti. Hasa katika mapokeo ya kilokole huko hatuaminiki, lakini kumbe Mungu anajaribu imani yako kwa moto, na moto ndio huo. Sasa miaka ya nyuma, kuna ndugu moja tulikuwa naye hapa, alikuwa ni mwanajeshi hapa Rudi Shinyanga, sasa hivi ni marehemu, anaitwa Maige. Alioa mama moja hapo, dada moja, tukala harusi. Tumeendelea kidogo tu, jamaa akaugua. Kanisa la Rudi Shinyanga na makanisa hapa tukachanga hela, peleka Bugando hamna, peleka KCMC hamna, peleka wapi hamna, tukaomba na kufunga. Afu yule jamaa ilikuwa tukiingia kwenye maombi ya mkesha, tulikuwa tunaendaga Mwantini kule kwenye ile milima. Ilikuwa tukiingia katika maombi ya mkesha, ile mnaanza mkesha tu ananena kwa lugha mpaka asubuhi saa 12. Sisi wengine tutabadilisha, tutaimba pambio, tutapumzika, tunaimba pambio, tunaanza kuomba tena. Yeye ananena kwa lugha utafikiri ana SMG, hapumziki. Paka ilikuwa natamani huyu jamaa amejaliwaje kunena kwa lugha. Kumbe yule mtu alikuwa na karama ya aina za nini, ipo kwenye Biblia, karama za aina za lugha. Yeye anapoomba ni lugha tupu, zinakuja lugha za kila namna, za malaika na za binadamu. Sasa huyo mtu akajaribiwa bwana na ugonjwa, tukaenda kutibu, imeshindikana, tukaomba na kufunga kumwombea, imeshindikana. Alafu bado mtu ana muda mrefu ameoa. Tukajiuliza, hivi ni nini? Ni mkosi gani huu? Hivi imekuwa ni nini? Ndugu zake wakaja kumshawishi twende, sijui kwa nani, sijui kwa mganga gani, sijui twende kwa wapi, sijui twende kwa nani, sijui. Akasema hapana, mimi siwezi kwenda, mimi namtegemea Yesu. Yesu gani huyu? Mbona akuponyi? Mimi namtegemea Yesu. Mbona tunaomba, lakini ukiomba unasikia huyu ni mtumishi wangu ananitumikia. Mtu anakutumikiaje huko amelala kitandani? Yuko hoi, na sio miezi 2 mitatu, nafikiri lizidi hata mwaka na kidogo. Hasa mtu anamtumikiaje? Kumbe Bwana, kusimama katika imani, kuvumilia katika attitude kama ile, katika hali kama hiyo ya ugonjwa, bila kukiri udhaifu kwamba nataka kwenda kwa fulani, nataka nikapakwe chumvi mahali fulani, nataka sijui ni babaike. Unajua wapendo, watu wamesafiri mpaka Nigeria kwenda kuombewa na wakarudi bado ni wagonjwa. Sijui mnanielewa? Watu wamesafiri mpaka Mombasa, wameenda kule mpaka wamerudi bado ni wagonjwa. Watu wamefuata wahubiri na manabii wa uongo hawa, wanaenda wanawafuata kule, wanarudi bado ni wagonjwa. Hawajajua wamejengea nini juu ya huyo Yesu wanayemwamini. Ukijengea dhahabu, jaribu kama ile likija, dhahabu ikipata moto wao inazidi kung'aa. Kama ni fedha, kama umejengea fedha, fedha ikipata moto, madini ya fedha yanazidi kung'aa. Au mawe ya thamani kama rubies au na nini, yakipata moto yanazidi kung'aa.
Lakini kama ni miti, majani na nyasi yanawaka moto, unalipuka, unakuwa huna kitu, ila unabaki tu Yesu ni Bwana, ila huna kitu chochote huku juu. Imekuwa ni majivu au mkaa. Sasa zile imani, mapokeo ya kilokole ambayo tumekuwa nayo kwa muda mrefu yanatukatishaga tamaa. Ndio unajikuta kwamba uko kwa mganga wa kienyeji, uko kwa nabii wa uongo. Unaanza kubabaika tu, uko kwa nabii wa uongo, uko kwa mganga wa kienyeji. Au ukishindwa kule unarudi nyuma. Unashangaa tu mtu anarudi nyuma kwa sababu gani? Mapokeo ya kilokole. Lakini kumbe ungefundishwa ukajua ni wakati gani ambapo Mungu akiamua kukuinua, anaweza kukuinua ukashangaa kupitia matatizo yale yale. Hivi kwa mfano nikuulize, kama Ayubu angemsikiliza mke wake, si wangeenda kubaya? Lakini Ayubu alitambua. Maija alisimama kidete mpaka mwisho. Siku ile anakufa kulikuwa na utukufu mwingi mkubwa sana. Hata mke wake mwenyewe aliona live, akimwona malaika wanamvalisha taji ya ushindi. Yule mme wake amekufa, yuko kwenye jeneza hapo, lakini anaona malaika wanakuja kumvalisha vazi la ushindi na mataji ya ushindi, kama vile ambavyo tunavalishaga watoto wakati wanapo graduate. Sema, mume wangu kwa kweli amekufa, lakini ni mshindi. Na hicho ndicho kitu tunachokililia sisi wote tuliomwamini Yesu Kristo, tufike mbinguni kama washindi. Bwana asifiwe sana. Sasa unaona, wakati mwingine Mungu anapotaka kukuinua, anakuletea moto, anakuletea destruction, anakuletea majaribu ili uweze kufika kule unapotakiwa. Sasa Wakristo hawajui hayo. Mapokeo ya kilokole hajui hayo. Utaanza kulaani na kuwalaumu watu. Lakini kumbe Mungu anakutaka uende juu zaidi kuliko pale unapofikiria wewe. Na kwa sababu sisi tuna miili, unaanza kujihisi kwamba labda Mungu ameniacha, labda nimefanya dhambi gani? Mungu Baba, hivi ni dhambi gani nimefanya? Kuna mtu mmoja alisema kwamba aliparalyze kuanzia kiuno kurudi chini hivi. Anasema, mchungaji, niliomba mpaka nikatubu dhambi ambazo hata sijui kama niliwahi kufanya, ili nisamehewe tu niponywe. Niliomba hivi, Mungu nimekufanyia nini? Anamkasirika, hebu niambie, hivi nimekufanyia nini mpaka sasa hivi? Mungu, hivi nimekukosea nini mimi? Mungu ana mpango wake. Ungemuuliza Ayubu ndio ungejua. Haleluya. Mungu anaruhusu jambo lile lifanyike, lakini kwa ajili yako wewe akuinue. Maigi alikufa vizuri sana, na sio tu mwisho wa Ayubu kila mtu anaufahamu, lakini mapito ni moto. Angalia hapa. Nenda katika Luka. Ninatamani nizungumze na wewe haya mambo kwa sababu wakati mwingi tunapoingia mwaka mpya, kila mtu huwa anatarajia kuwa na maisha mazuri mapya ya mafanikio, lakini kumbe anakuwa kinyume. Wakati mwingine hayawezi kuwa kama vile wanavyotaka, na yanapokuwa kinyume, si kwamba Mungu amekuacha, lakini hapo hapo bado Mungu ana mpango mzuri na wewe, hapo hapo katika hilo tatizo. Sijui mnanielewa wapendwa? Katika hilo tatizo tunatarajia mwaka mpya, mambo mapya, lakini linaweza likatokea jambo gumu kibinadamu, unaona kama vile Mungu amekuacha, lakini kumbe tatizo hilo ndio Mungu anakuinulia hapo, anakupeleka mbele zaidi. Katika Luka 12 mstari ule wa 49, naomba tunasoma tunaelewa kidogo kwamba Yesu alikuwa anamaanisha nini hapa. Anasema hivi, nimekuja kutupa moto duniani, na ukiwa umekwisha washwa, ni nini nitakalo zaidi? 50 sasa, lakini nina ubatizo unipasao kubatiziwa, nami nina dhiki kama nini hata utimizwe. Sasa Yesu anazungumza, anawaambia wanafunzi wake vile kwamba ana ubatizo ambao anapaswa kubatizwa,
lakini ndani ya moyo wake ana dhiki hata nini hata utimizwe. Kama ni ubatizo wa maji, alibatizwa na Yohana Mbatizaji, si wote mnafahamu hayo, katika mto wa Jordan. Kama ni ubatizo wa Roho, alipoinuka kutoka katika maji, Roho Mtakatifu alikuja juu yake akaingia ndani yake, alafu Roho yule yule aliyekuwa ameingia ndani amemjaza Yesu. Biblia inasema kwamba akamuongoza kwenda wapi? Nyikani kujaribiwa. Sio kumuongoza kwenda nyikani kwenda kula pilau, aliongozwa kwenda kujaribiwa. Kwa hiyo wakati mwingine unapokuwa na Roho Mtakatifu usishangae na kuongoza kwenye mambo magumu. Lazima tukue tuelewe hivi vitu. Sio kila kitu unapokipokea wewe unaona tu unataka tu pipi tu, yani unataka vitu rahisi. Wakati mwingine unapelekwa na Roho Mtakatifu katika vitu vigumu. Roho Mtakatifu anamuongoza Yesu kwenda kujaribiwa, sio kwenda kula pilau, sio kwenda hotelini, sio kwenda beach kupumzika, sio kwenda kustarehe, sio kwenda kwenye mbuga za wanyama kwenda kutalii, kwenda kujaribiwa. Na alipambana na mjaribu kweli kweli. Roho Mtakatifu anamuongoza mtu kama huyo. Sasa wewe niambie, na Yesu anasema kuna ubatizo ambao sijabatizwa. Kama ni maji nimebatizwa, kama ni Roho nimebatizwa. Hasa ubatizo ambao hajabatizwa ni nini? Ni moto, ili awe purely refined, yani ahakikishwe. Biblia inasema sehemu nyingine, kusema neno la Mungu limehakikishwa kwa moto mara ngapi? Mara 7. Ahakikishwe. Na mbinguni hatuendi bila kuhakikishwa. Mbaya zaidi, Yesu alishasema kwamba hakuna kinyonge kitakachoingia wapi? Mbinguni. Kwa hiyo ina maana kwamba wote lazima tuhakikishwe kulingana na ufahamu wako ulionao. Na hakikishwa. Maana mbinguni hakai na wazembe. Mungu anaweza kukutendea miujiza huku duniani, atakutendea sana. Utakula, utapata hela, utanunua nyumba, gari, utapanda cheo, utakuwa mtu mkubwa, utakuwa na mambo mengi mazuri, na utakiri kwamba Mungu amekufanyia. Ila sio mbinguni. Mbinguni ni kitu kingine. Mbinguni wanaingia wakamilifu. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu wana wa Israeli, haleluya, walikula bure kila siku, hawahemei wala nini. Chakula kinatoka juu kinamwagika chini, wanaokota wanakula. Hawaendi kuhemea sokoni wala wapi, wako safarini, lakini hawalali njaa. Maji yapo, yakiisha jiwe linapigwa, maji yanatoka, wanaishi. Jua kali, wingu mchana, usiku baridi au giza, nuru, nguzo ya moto wako nao, anatembea. Wanataka nyama, wanalia, Musa tunataka nyama, kwale, wanakula. Lakini Kanaani wakufanya nini? Kwa nini? Ila miujiza wanapata. Kwa hiyo wakati mwingine usije ukafikiri kwamba Mungu akikutendea muujiza amekupenda sana au amekupa upendeleo, hata mbinguni utaenda. Unaweza kupewa miujiza yote unayotaka, unaweza kupata miujiza yote kwa jina la Yesu, lakini mbinguni usifanye nini? Usiingie. Usiingie. Sasa Yesu alikuwa anaugua ndani ya moyo wake, hivi ubatizo wa moto ule mimi nitaupitaje Mungu? Nina dhiki hata nini? Na ndio maana yeye mwenyewe, hata sisi watu anaousimamia ni yeye, sio mchungaji, wala sio baba yako wala mama yako wala mume wako au mke wako au watoto wako au wajukuu zako. Anaosimamia ubatizo wa moto ni Yesu mwenyewe. Ndio maana alisema kwamba atakaye kuja nyuma yangu, yani Yesu, atawabatiza ninyi kwa Roho Mtakatifu na nini? Na moto. Ndio maana inabidi yeye mwenyewe asimamie, akujaze Roho Mtakatifu, yeye mwenyewe ndio asimamie hata kwenye ule ubatizo wa moto, akupitishe yeye sawa sawa na ufahamu wako. Kila mtu jaribu halimpati isipokuwa ile kawaida ya nani? Ya mwanadamu. Sasa wakati anapita hapa katika hili eneo, yeye anaona. Unajua pia wapendwa wangu, usipoona kule unakoelekea ni rahisi sana kushindwa. Ni rahisi sana kushindwa majaribu yako yote, kwa sababu huoni kule mbele.
Usipoona huwezi kuvumilia, lakini ukiona utavumilia. Waebrania sura ya 12. Waebrania sura ya 12 mstari ule wa pili. Haleluya. Inasema hivi, Waebrania 12:2. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake, kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkazimia mioyoni mwenu. Yesu aliona furaha itakayokuwepo mbele yake. Aliona kwamba baba yake atampa jina lipitalo majina yote, alafu atakaa mkono wa kuume wa Mungu Baba. Alafu aliona malaika wanakuja hapo mbele wanamwabudu. Lakini kabla afike kwenye ile furaha iliyo mbele yake, hapa lazima kinywee kikombe. Ijipokuwa alikazana kumwambia baba yake, baba, ikiwezekana kikombe kiniepuke, yani naona ni mateso makubwa yanakuja. Maana yeye alikuwa anaona mateso, vile atakavyosulubiwa, vile atakavyodharauliwa, vile atakavyouawa, alikuwa anaona. Maana alijua, alikuwa anaona. Ndio maana akaanza kuomba mpaka jasho la damu likatoka. Mungu Baba, nisaidie, niepushie hiki kikombe kisinifike, nisaidie. Lakini si kama nitakavyo mimi, mapenzi yako yatimizwe. Kumbe mapenzi ya Mungu mtu huyu ateseke, lakini baadaye afikie kwenye furaha ya ajabu. Kwa hiyo wakati mwingine unapitishwa katika mateso magumu, si kwamba Mungu anataka, lakini kumbe anakulifti akufikishe mahali ambapo ni furaha ya pekee ya ajabu isiyofanana na nyingine. Hebu ulize mwenzio, unamwelewa huyu mzee? Kwa usije katoroka bure, unakimbia huyo kwa mganga wa kienyeji, nimetibiwa hapa hamna, nimefanyiwa hiki hamna, shida ni nini? Au huyu mwanaume ni mkorofi, au huyu mwanamke ni mkorofi. Unampa talaka, unaolewa na mwingine, au unaoa mwingine, unajisumbua. Wewe ungevumilia tu. Haleluya. Ungevumilia tu. Hata kuwa na mme au na mke mkorofi, hilo nalo pia ni moto. Mnanielewa ninavyozungumza? Ni moto. Hata ukiwa na mtoto mkorofi, kila ukiweka kitu hapa naiba, kila ukiweka hivi anaenda kuuza, kila ukifanya hivi, huo ni moto wako. Sasa utachukuliaje kama mtu wa Mungu? Haleluya. Hivi mnanielewa? Lakini hivi utachukuliaje? Mungu sijui amenipa mtoto gani, yani ningejua mimi nisingezaa. Na wakati ulipochelewa kidogo tu, Mungu Baba, ninaomba sasa umeshapata tena. Sasa hivi imekuaje tena? Mungu, yani ningejua kabisa nisingezaa, au nisingeoa, au nisingeolewa. Mpendwa, ndio maana Yesu akazungumza in short and clear. Mtu akitaka kunifuata, ajikane, abebe msalaba wake, afanye nini? Yani huo ndio njia ya mkato kabisa. Na ukaambiwa ile njia ni nyembamba, endayo wapi? Uzimani. Wembamba wake ndio huo. Wengi wanapenda kupita lakini wanashindwa. Wengi watajitahidi kupita, wanashindwa, kwa sababu pia hawajui kusudi la Mungu. Haleluya. Kabisa nawaambia. Kuna wakati mwingine kuna dada moja alikuwa anafanya kazi shirika fulani miaka ya nyuma mahali fulani. Bwana asifiwe sana. Amemaliza degree yake, amefanya kazi, ameajiriwa. Sasa unafika sasa wakati wa kupata mme. Akaanza kumlilia Mungu, Mungu nipe mme. Na huko anaendelea kuishi tu, anajitegemea, ana shughuli zake, ana nyumba yake, amepanga apartment yake vizuri, ameweka mipangilio.
Bwana asifiwe sana. Amekuja kuolewa na jamaa wako kanisani. Mnanielewa wanavyozungumza? Alipoolewa yuko kanisani, akafurahi, watu wakala sikukuu hiyo, wakala harusi vizuri, keki zinakatwa, anafikiri maisha yanaendelea kama harusi. Anafikiri maisha yataendelea kama harusi. Kila siku ni kulishana keki. Kuna siku zingine konzi. Ngada. Inakuwaje? Mnanielewa ninapozungumza? Inakuwaje haya mambo? Na wote wako kanisani. Na naposema hivi, usiende kumpiga mkeo nyumbani. Sema mchungaji alisema. Yaani hapo wewe ni udhaifu hali ya juu sana. Bwana asifiwe sana. Kumbe Bwana Mungu anataka kumtengeneza. Mnanielewa? Usiharibike kwa sababu ya magumu unayoyapitia, na huku na Yesu. Hesabu yale magumu ni ngazi za kufikia kwenye utukufu ambao Mungu anataka akufikishe. Hivyo tu. Usiharibike. Ila wewe nyenyekea tu. Hata kama unaona huyu alipaswa ndio ninyenyekee mimi, lakini sasa hata kama wewe ni mwanaume unasema huyu alipaswa ninyenyekee mimi, lakini sasa amekaa hivi, wacha mimi ninyenyekee. Lakini watu wataniambiaje, nimepewa limbwata nini? Wacha na mimi niwe kidume. Unaumia. Mnanielewa ninavyozungumza? Mungu ana wakati wake wa kuja kukuinua hapo ulipo. Fuata procedure. Hivi fikiria, Yesu muumbaji wa watu amemuumba mwanadamu kwa mfano wa sura. Hawa watu ndio wanaomshika, wanamtemea mate, wanamdharau, wakampiga, wakamvalisha taji ya miiba. Ni watu wake mwenyewe amewaumba kwa mfano wa sura yake yeye. Na ndio wanaitwa bibi harusi kanisa. Yaani bibi harusi, yaani watu wake ambao ndio wake zake kwa maneno mengine. Lakini mwanaume amenyamaza tu. Yaani ukienda rohoni, ulimwengu wa kiroho unachanganya sana ukitumia akili za kawaida. Unakimbia haraka sana. Ndio maana hata sasa hivi kuna haki za wababa, na kuna chama cha wababa kimeshatengenezwa, si ndio? Lakini kumbe Yesu alinyenyekea na hata mauti ya msalaba, lakini baadaye akafika mahali ambapo jina lake likawa kubwa kuliko majina mangapi? Yote. Nasema ala, kumbe nyinyi mimi nimewaumba alafu saizi mnanitesa saizi. Malaika, maana malaika ni wanamtumikia Yesu. Shika hawa, ning'iniza hapa wiki 2 juu ya hewa. Wangeshika adabu, hakuna kitu kingefanyika. Watu wangeshuka wote ni kuokoka. Lakini akanyamaza hapo. Paka akafa, akafufuka. Akapewa jina lipitalo majina yote. Na hilo tendo ambalo limefanyika kwa Yesu, Biblia inasema hivi, Isaya 53. Isaya 50. Haleluya. Isaya 53, tuanzie ile mstari wa 3. Hizi ni habari za Yesu na Mungu baba yake. Alidharauliwa na kukataliwa na nani? Na watu. Mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu mficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Mstari wa 4. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa makosa yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kukupigwa kwake sisi tumepona. Yesu, Mungu aliruhusu akampiga ili kwa ajili ya usalama wetu sisi. Kwa hiyo wakati mwingine unapopita katika jambo fulani gumu, usipaniki. Usingangane na mapokeo ya kilokole. Hakuna naloshindikana.
Ni kweli kuna loloshindikana, lakini ukinyenyekea ndio ushindi unapatikana. Lakini sisi tunasema hakuna loloshindikana, tunataka tupeleke kwa njia yetu tunavyotaka sisi. Ndio hapo tunapofeli. Tunapofeli hapo ndipo tunapokimbia kwa waganga wa kienyeji, kwa manabii wa uongo ambao ndio wamezagaa dunia nzima sasa hivi. Na wanakula pesa kweli kweli. Nilikuwa Dodoma pale, kamkuta mama moja wamevurugana kweli na mume wake. Ameenda kwa nabii, anaambiwa lete 2,000,000 ni kuombee ili kwamba mambo yaishe. Hana hela 2,000,000. Anaenda kuuza vitu vya ndani nyumbani apate 2,000,000, anampelekea nabii. Ni Mkristo, yuko kanisani miaka, tena ni mlokole miaka, bado anaenda kuuza vitu, anampelekea nabii milioni ngapi ili aombewe. Na wakati ule Biblia ishasema kwamba hao watu wamepewa bure, watoe nini? Hata uwezo tu wa kufahamu ule umeisha. Bado akaenda, yakashindikana. Akaambiwa tena, wale jamaa wanazua kama waganga wa kienyeji, usipofanikiwa ulikosea masharti. Wakazua tena, sijui nini, nileta 4,000,000. Nikamkuta anahangaika anatafuta milioni ngapi? 4. Nikamwambia achana na hiyo kitu. Achana kabisa na hiyo kitu. Akaanza kunisikiliza, tumekaa naye, tukakaa naye, baadaye akaanza kuja kanisani Dodoma pale. Mungu akamfungua, paka tukaenda naye Mauritius, paka tumerudi. Kwenye mikutano yote sasa hivi huwa anakuja, anashukuru mno Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa wapendwa, mapokeo ya kilokole yanawafanya watu wababaike, wanamwona Mungu hayupo. Wanapopita katika mateso, kumbe mateso yale yale Mungu anataka akufikishe pale anapotaka yeye. Na hapo ambapo Mungu anataka, labda alikuonyeshaga wakati fulani. Kwa mfano, nitoe mfano wa mwisho huo, muda nao umeenda. Yusufu, kila mtu anamfahamu habari za Yusufu, vile alivyokuwa anampenda Mungu na ana maadili mazuri, amelelewa na baba yake Yakobo. Baba yake alimpenda mno, ndugu zake wakamuonea wivu. Maana baba alikuwa anampenda Yusufu mpaka anamshonea nguo nzuri hata kuliko wao. Wakamuonea wivu, wakaanza kumpinga. Sasa kuna siku moja akaota ndoto kwamba masuke 11 yanapigia magoti suke lake. Masuke miganda, sijui suke ni nini, lile shina la mpunga ambalo linakatwa napovuna, likianzia huku chini mpaka huku juu linaitwa suke. Ule mpunga ulioko mle ni suke, pamoja na mti wake ni suke. Sasa Yusufu akaota ndoto suke 11 ziko hapa, kila mtu ameshikilia suke lake, na yeye anala kwake limesimama hapa. Eti yale yanabau, yani yanasujudia suke la Yusufu. Wakamwambia, unataka kunaambia sisi ndio tutakusujudia wewe? Mimi sijui bwana. Haya, siku moja tena kaota nyota 11 na jua na mwezi zinakuja kumuinamia yeye. Wakasema, hivi na maana kwamba sisi kaka zako pamoja na baba na mama watakuja kukuinamia wewe? Wewe ni nani? Wakamchukia. Kumbe Mungu amemuonyesha vile atakavyokuwa mtu mkubwa, lakini afikie pale katika ule utu ukubwa, yani kuwa waziri mkuu, ilibidi apite kwenye mateso makali ili afike pale kwenye waziri mkuu. Ndugu akamchukia, karibu amuue. Baadaye wakamuuza Misri, akapelekwa mbali kabisa na ndugu zake. Kibinadamu hata akili haiji, atakujaje kukutana nao. Hata wakati mwingine angeweza kuwaza, hivi ina maana zile ndoto zilikuwa ni uongo, ni kweli? Ndoto zingine bwana za shetani. Nilikuwa naota kabisa watakuja kunipigia magoti, alafu sasa hivi hata tumeshatengana kabisa. Mimi niko Misri huku, tena ni mtumwa, alafu baba na mama na ndugu zangu wako kule Israeli, mbali kote kule. Tuja kutana hizi ndoto zingine hizi. Sijui kwa nimeshiba wali na maharage, maskini. Bado anakwenda kwa Potifa, akasingiziwa anataka kumbaka yule mama, akawekwa gerezani, anazidi kusokomezwa tu. Mpango wa Mungu haufi. Kumbe anapozidi kusokomezwa, hizo ndizo ngazi kumpeleka kule ambapo itakuwa ni rahisi kwao kuja kumfanya nini? Kumsujudia.
mpaka akafikishwa kule gerezani, kutoka kule kutafsiri ndoto iliyomshinda mfalme. Ndio akaambiwa sasa, from now wewe sasa ndio mkubwa, mtumwa, mfungwa, tena mtumwa alafu mfungwa. Ndio maana hapo inapokuja kwamba hakuna loloshindikana kwa nani? Kwa Mungu. Lakini lazima upitie katika magumu, katika moto. Lazima upite katika moto, sio raha mterera tu hivi. Huko kwenye air condition, huko kwenye feni tu utafikishwa. Hamna kitu kama hicho. Lazima wote tupitie katika ubatizo wa nini? Wa moto. Kila mtu kwa sampuri yake. Na ndio maana Yesu akasema mapema kwamba tumfuate, tujifunze kwake. Yeye ni mpole na mnyenyekevu wa nini? Wa moyo. Alipofikishwa kule sasa akawa waziri mkuu. Walikuja na njaa, wanataka chakula. Walipokuwa wanataka chakula wakamkuta Yusufu ndio amekaa pale. Alafu wamjui kama ni Yusufu. Nyie wapelelezi wakubwa nyie. Haleluya. Nyie wapelelezi wakubwa nyie, mnajua kupeleleza sisi hapa nchi yetu na nini na nini. Lakini huku moyo anasema lakini huyu si Ruben huyu. Huyu si Lawi jamani. Lakini huyu si Naftali huyu. Jamani, hapo ndio walioniuza siku ile wakagawana zile hela. Siji ni walipizie kisasi? Hapana. Baadaye akawaambia, si ninyi mlioniuza, ni Mungu alinipeleka huku ili nije niwahifadhie uzao. Haleluya. Mambo ya Mungu ukiyapeleka katika mapokeo ya kilokole utaharibika haraka. Yesu anaweza yote, Yesu ni hivi, Yesu ni hivi, ninaweza mambo yote katika. Lakini sasa kupitishwa pale katika ile kuweza yote, hatutaki shida. Hatutaki shida. Lakini Biblia imeshasema kwamba hivi, atakayevumilia hata wapi? Hata mwisho. Si huyo Yusufu na wengine tu wengi, akina Shadrach, Meshach na Abednego, mpaka kuja kufikia mahali pa kuingizwa katika tanuru la moto. Kutoka pale watu wakawaheshimu wale watu, na ulimwengu wakati ule wa mfalme Nebukadreza wakaambiwa na mfalme, dunia nzima nayo tawala mimi, hakuna mtu kuabudu Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa hawa vijana Shadrach, Meshach na Abednego, kwa sababu hakuna Mungu ambaye ana uwezo wa kuokoa kama huyu. Ghafla wakashangaa wanaheshimiwa kuliko kawaida, lakini wamepita katika moto. Hata na Danieli hawa, Bwana asifiwe sana. Si huyo tu, angalia tu wale prominent people akina Mordekai walivyopita katika mateso, lakini baadaye wamekuja kuheshimiwa mpaka watu wakajifanya Wayahudi katika ile mateso waliokuwa wamepitia. Ndugu zangu wapendwa, inawezekana mwaka 2026 usiutarajie ukawa mzuri sana kama vile unavyofikiria. Kaa tayari tu, mkao wa anything can happen to your life. Chochote chaweza kutokea katika maisha yako, chochote. Mwaka huu 2025, ni nani angejua kama tarehe 29 mwezi wa 10 tunge Tanzania ingepata shida namna hii? Hakuna mtu ambaye angejua. Kila mtu alikuwa anajua tu mwaka wa baraka huu, mwaka wa neema, na manabii walishatoa unabii, mwaka huu wa mafanikio kwako. Kumbe unakwenda kufiwa. Mnanielewa ninavyozungumza? Unapoteza. Mtoto umemtuma kwenda kununua sukari pale, hayupo. Mama wa watu anaenda kuchukua mandazi kwa ajili ya watoto, hayupo. Lakini huku umeshatabiriwa kwamba ni mwaka mzuri wa neema. Machozi yanabaki yanatiririka, na wakati mwingine huna uwezo wa kuweza kujizuia. Ndio unashangaa, unakuwa na moyo mbaya, unakuwa na chuki za kibinadamu za kawaida, lakini huko kanisani una hasira, una uchungu na watu, unachukia watu, huna uwezo wa kuwaombea tena, huna uwezo wa kuwasamehe tena hata wale waliokuudhi au kukosea. Umejaa uchungu moyoni, alafu bado unasubiri parapanda ilie. Na kuambia parapanda ikilia huendi, maana Biblia inasema kwamba wanaenda mbinguni ni wale wenye moyo nini? Safi. Asa moyo umeshaharibika, na mnaye utaendaje mbinguni? Hata kama unywi pombe, lakini moyo umeshaharibika. Hata kama uvuti bange, moyo umeshaharibika. Hata kama uvuti madawa ya kulevya, hata kama sio mzinzi, moyo umeharibika. Utafanyaje? Jamani, hivi mnanielewa ninavyozungumza? You must be stable. Kabisa kabisa. Chochote kinachokuja mbele yako, hesabu huo ni mpango wa Mungu
kukupeleka pale ambapo nataka. Cha msingi tu wewe mwenyewe unyooke, maisha yako binafsi yawe ya kweli, maana huwezi kumdanganya Mungu. Unaweza kutudanganya sisi wanadamu, lakini Mungu huwezi kufanya nini? Huwezi kumdanganya hata siku moja. Bwana asifiwe sana. Sasa wapendwa, tunapomalizia huu mwaka, kila mtu amuombe Mungu, Mungu nisaidie nishinde kila jaribu mbele yangu kwa utukufu wako. Unifikishe pale ambapo wewe mwenyewe unataka niweze kufika. Maana kila mtu hapa Mungu amemwazia yaliyo mema. Hata kama kuna jambo gumu, baya, zito linakuja mbele yako, lakini mwisho wake litakuwa ni jambo jema ambalo amekuazia Mungu. Nani huyu? Ayubu alipata shida, jambo baya gumu, alifiwa na watoto wote, aliibiwa mali zake zote, akapigwa na ugonjwa wa majipu kuanzia utosini mpaka katika nyayo, lakini bado Mungu alikuwa anamwazia leo mema. Alibabaika sana hapa, hata paka mke wake akamshawishi achane na Mungu, akamwambia hapana, tupate mambo mema tu kwa Bwana. Je, na mabaya je? Lakini mabaya yale aliyokuja, Mungu alikuwa amekusudia kumuinua hapo. Ndio baadaye akapata watoto wazuri zaidi kuliko wale waliokuwepo, na akapata mali maradufu zaidi kuliko zile alizokuwa nazo, na hata uhai wake, maisha yake akaongezeka zaidi kuliko mwanzo. Uzee wake alimalizia kwa raha sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo chochote kile ambacho utakutana nacho mwaka huu, usipaniki. Kiwe kizuri au kiwe kibaya, Mungu akutetee. Na kikiwa kizuri, ujihadhari pia. Unaweza kawa na kiburi, ukaona wengine hawana akili. Unaweza kupata kitu kizuri. Hivi hujawahi kuona mtu anapata hela nyingi, alafu anaona wengine hawajui kutafuta nini? Hela. Hajapitia eneo lile ambalo watu wanakosa hela. Angekimbia kwa waganga kwenda kutafuta kutoa kafara watu, ndugu zake. Lakini mwingine anayepata hela asipojua, hata kama ukipata kitu kizuri sana, nyenyekea. Amen. Rudi chini. Usikae katika maombi ya maanania kilokole, mapokeo kilokole, ukaanza kujigamba na kujisifu hapo. Rafiki yangu, nyenyekea tu, ni kwa ajili ya Bwana. Hata kama ukipata pesa, ni kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Bwana. Watu wote wa Mungu, mafanikio yao ilikuwa ni kwa ajili ya Bwana. Amen. Watu wote wa Mungu, hata kule kupitia katika magumu yote, uvumilivu wao ilikuwa ni sifa kwa Bwana. Haleluya. Mungu awabariki sana. Tusimame tumshukuru Mungu.